Bwana Yesu Kristo asifiwe. Shalom shalom. Ninakusalimu katika jina la Yesu. Mungu wa mbinguni akubariki sana mwana wa Mungu. Ubarikiwe sana unaendelea kufuatilia mafundisho ya uzima. Ubarikiwe pia unaendelea kusapoti huduma hii ili tuendelee kuleta mafundisho, lakini pia tuendelee kuwafikia watu wengi zaidi. Tunakwenda kujifunza kwa habari ya nafasi ya mwanamke katika kanisa. Nafasi ya mwanamke katika kanisa. Mungu wetu na Baba yetu uliye mwema na mwaminifu, ninakushukuru kwa huruma yako na pendo lako, kwa kutupa neema ya kuweza kujadili neno lako na kuliangalia kwa kadiri ya mafunuo ya Roho yako mwema. Tunakushukuru kwa upendo wako mwingi, hasa kwa kunitumia mimi kwa ajili ya kusema na mtu huyu wa thamani ambaye saizi anasikiliza mahubiri haya. Kambariki na kumpa neema ya kuijua kweli zaidi, katika jina lako Yesu nikiomba na kuamini. Amen, amen. Mtumishi wa Bwana, fungua pamoja nami kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 14 kuanzia mstari wa 34. Wakorintho wa kwanza sura ya 14 kuanzia mstari wa 38. Neno la Bwana wangu Yesu linasema, wanawake na wanyamaze katika kanisa, maana hawana ruhusa kunena, bali watii kama vile inenavyo Torati nayo. Nao wakitaka kujifunza neno lolote, na waulize waume zao wenyewe nyumbani mwao, maana ni aibu wanawake kunena katika kanisa. Au je, neno la Mungu lilitoka kwenu, au kuwafikia ninyi peke yenu? Mtu akijiona kuwa ni nabii au mtu wa rohoni, na yatambue hayo ninayoandikia ya kwamba ni maagizo ya Bwana. Lakini mtu akiwa mjinga na awe mjinga. Maandiko yanaweka wazi kwamba mwanamke hana nafasi ya kunena ndani ya kanisa, yaani kuhubiri ndani ya kanisa, yaani kufundisha ndani ya kanisa. Mungu aliweka huu utaratibu ili kulifundisha kanisa, maana mwanamke anawakilisha kanisa la Kristo. Kama vile kanisa limtivyo Kristo katika kila neno, vivyo hivyo na wanawake wanapaswa kujitiisha chini ya wanaume zao, ikiwemo kuongozwa kwa kila jambo. Biblia inasema mtu akiwa mjinga na awe mjinga. Na mtumishi wa Mungu Paulo anasema mtu akijiona kuwa ni nabii au ni mtu wa rohoni, ayatambue hayo ninayoandikia ya kwamba ni maagizo ya Bwana. Lakini wako wachungaji, wahudumu wa makanisa au viongozi wa makanisa wanawadanganya wanawake wengi na kuwapoteza, na kuambia kwamba maandiko hayo waliandikiwa Wakorintho, mara yaliyohusu watu wa zamani. Nataka nikuambie ni upotovu mkubwa sana ambao shetani ameingiza ili kulipoteza kanisa la Mungu. Na wanawake mnaokiri uchaji wa Mungu, ambao mnampenda Mungu kutoka kwenye mioyo yenu na hamtaki kupotea, shtukeni, chukueni hatua. Msikubali kabisa shetani akawadanganya. Katika hiyo waraka wa Korinto sura ya kwanza, ambayo Wakorintho wa kwanza ambayo mtume Paulo anaandikia Wakorintho, ujue ni waraka wa watu wote. Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza kuanzia mstari wa kwanza, Paulo aliitwa kuwa mtume wa Yesu Kristo kwa mapenzi ya Mungu, na Sostene ndugu yetu, kwa kanisa la Mungu lililoko Korintho, wale waliotakaswa katika Kristo Yesu, walioitwa wawe watakatifu, pamoja na wote wanaolitia jina la Bwana wetu Yesu Kristo kila mahali, Bwana wao na wetu. Angalia, waliotakaswa, wote walioitwa kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo, kila mahali, Bwana wao na wetu. Waraka unaohusu watu hawa, waraka huu wa Korinto unahusu watu waliotakaswa. Kama umetakaswa kwa damu ya Yesu, waraka unakuhusu. Umeitwa uwe mtakatifu, waraka unakuhusu. Umeitwa kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo, waraka unakuhusu. Kwa hiyo lazima ujue kwamba ni hila za adui kwamba watu waseme hii ni kwa Wakorintho, lakini hii ndio Biblia ambayo inawahusu watu wote. Sema amen. Ukisoma katika Efeso sura ya 5 kuanzia mstari wa 22, Efeso sura ya 5 kuanzia mstari wa 22, neno linasema enyi wake watini waume zenu kama kumtii Bwana wetu. Sikiliza hapo.
kama kumtii bwana wetu, kwa maana mme ni kichwa cha mkewe, kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa, naye ni mwokozi wa mwili. Lakini kama vile kanisa limtiivyo Kristo, vivyo hivyo wake nao wawatii waume zao katika kila jambo. Angalia hapo, kama vile kanisa limtiivyo Kristo katika kila neno, vivyo hivyo na wanawake wanapaswa kujitiisha chini ya wanaume zao, ikiwemo kuongozwa katika kila jambo. Japo yanainuka maswali hapa, watu wanasema zile huduma 5, mbona wanawake nao walipewa hizo huduma? Zile huduma 5 zilizozungumzwa katika Efeso sura ya 4 kuanzia mstari wa 11 mpaka 12, aliwatoa wengine kuwa mitume, wengine kuwa manabii, wengine kuwa walimu, wengine kuwa walimu, kuwa mitume, manabii na wachungaji. Hizi zilitolewa kwa wanaume tu, ambazo hizi ni ofisi. Hizi naitwa ofisi 5. Ambazo hizi ofisi 5 ni za uongozi katika kanisa. Hakuna hata moja inayomhusu mwanamke. Lakini nitakuonyesha kwa haraka kuna kalama ambazo pia wanawake wanapewa, kama kalama ya kinabii. Hizo zipo, lakini huduma ya kinabii wanapewa wanaume. Ni ofisi hizi, ofisi 5 zinazohusu uongozi katika nini? Katika kanisa. Katika Efeso sura 4 kuanzia mstari wa 11 mpaka wa 12. Kuanzia mstari wa 11 mpaka wa 12. Kwa hiyo usianze kusema mbona hata wanawake walipewa huduma ya kichungaji, walipewa huduma ya kitume, huduma ya kinabii. Huduma 5 walipewa wanaume ambazo zinahusu uongozi. Lakini japo kuna wanawake ambao ni manabii. Okay. Kwa hiyo ikiwemo na maaskofu na mashemasi, wote wanapaswa wawe wanaume. Na Biblia imeweka wazi. Mtumishi, mbona hiyo? Acha nikusomee. Ukisoma kitabu cha Timotheo wa kwanza, sura ya 2, kuanzia mstari wa 11, angalia anachokisema. Anasema mwanamke najifunze katika utulivu, akitii kwa kila namna. Simpi mwanamke ruhusa ya kufundisha wala kumtawala mwanaume, bali awe katika utulivu. Umenielewa? Kwa maana Adamu ndiye aliyeumbwa kwanza na Hawa baadaye. Wala Adamu hakudanganywa, ila mwanamke alidanganywa kabisa, akaingia katika hali ya kukosa. Umeona? Tunaona kwamba Mungu alitoa sababu kwamba kwa nini mwanamke ajifunze katika utulivu. Namba 1, tunaona kuwa Hawa ndiye aliyedanganywa na sio Adamu. Kwa kitendo cha Hawa kudanganywa, ilimbidi awe chini ya utawala. Jambo la pili, Adamu ndiye aliyeumbwa kwanza. Mfano, sisi tunavyowatii wazazi wetu pasipo shuruti, kuna heshimu, kuwaheshimu, kuwapa mamlaka yote katika familia. Ni kwa sababu gani? Moja, wao ndio waliotangulia kuzaliwa. Wao ndio waliofanya waliotutangulia. Kuja wapi? Kuja hapa duniani, ndio maana tunaheshimu. Lakini pia wao ndio waliotuzaa, tulitoka kwao. Je, si zaidi kwa mwanamke kumtii Adamu aliyetoka katika ubavu wake na ndiye aliyeumbwa wa kwanza? Si unanielewa ndugu yangu? Kwa tunapoongelea kwa habari ya utii, ndicho hicho ambacho Bwana alitoa sababu. Lakini pia hata uongozi, kwa maana ya viongozi, maaskofu. Leo hii kuna maaskofu wanawake, mashemasi wanawake. Mashemasi sawa wanawake wanaweza wakawepo kwa ajili ya kuwasaidia wanawake wenzao pale kwenye deliverance. Lakini sio shemasi wa kike na aliongoza kanisa, kwamba ndio shemasi wa kike na aliongoza kanisa, shemasi wa zamu anaongoza kanisa. Hakuna kitu kama hicho. Timotheo kwanza sura ya 3. Ni neno la kuaminiwa, mtu akitaka kazi ya askofu atamani kazi njema. Basi mmempasa askofu awe mtu asiyelaumika, mume wa mke mmoja. Umeona? Mume wa mke mmoja, mwenye kiasi na busara, mtu wa utaratibu, mkaribishaji, ajuaye kufundisha. Mume wa mke mmoja, sio mke wa mume mmoja. Mume wa mke mmoja. Lakini hata shemasi, ukisoma kuanzia mstari wa 8, vivyo hivyo mashemasi na wawe wastahivu, si wenye kauli mbili, si watu wa kutumia mvinyo sana, si watu wanaotamani fedha ya aibu, wakilishika siri ya imani katika dhamiri safi. Hawa pia wajaribiwe kwanza, baadaye waitende kazi ya shemasi. Hebu tuanzie mstari wa 7. Tena imempasa kushuhudia, mstari wa 6, wala asiwe mtu
nataka nikuonyeshe nao mashemasi kwamba nao wawe ni waume wa mke mmoja tu. Mstari wa 12, yes, mashemasi na wawe waume wa mke mmoja, wakiwasimamia watoto wao vizuri na nyumba zao. Umeona hapo, mume wa mke mmoja. Nyinyi mnapotosha maandiko, mnahalalisha uovu. Kwa nini mpendelee watu? Kwa nini mnatafuta maandiko yanayowapa ruksa ya kile mnachokipenda? Wapo baadhi ya wanaojiita watumishi wa Mungu wanaoingiza mambo ya kijamii katika kazi ya Mungu na kufundisha kuwa kila kitu anachofanya mwanamke pia anaweza kufanya. Hawajui kwamba wanaenenda nje ya mpango wa Mungu. Wanaenenda nje ya mpango wa Mungu. Kila jambo Mungu aliweka kwa utaratibu na kwa kulifundisha kanisa namna ya kuishi, namna ya kufanya. Nakupa mifano. Sikiliza. Mitume wa Yesu walikuwa 12. Unaweza kuniambia kuna mwanamke mmoja pale? Wote walikuwa ni wanaume. Mitume wa Yesu 12 wote ni wanaume. Lakini pia katika Agano la Kale hakukuwahi kuwa na kuhani mwanamke. Ilikuwa inafahamika hivyo tangu awali. Shughuli zote zinazohusu madhabahu ya Bwana zilikuwa zinafanywa na wanaume. Mambo hayo unayaona leo, kampeni ya wanawake kushika madhabahu, kuwa wachungaji, kuwa mitume, kuwa manabii na kufungua makanisa. Kampeni unayoona leo, sikiliza, yameanza kujitokeza ilipofika kuanzia karne ya 20 mpaka leo. Wanawake walipoanza kutafuta haki sawa, kuna kitu kinaitwa haki sawa, ndipo walipoanza kujiingiza katika siasa, kujiingiza katika vikundi mbalimbali vya utawala. Na leo hii shetani amefanikiwa kuingiza hiyo roho katika kanisa na kufanya madhabahu ya Mungu itawaliwe na wanawake. Bwana Yesu asifiwe sana. Itawaliwe na wanawake. Na haya nataka nikwambie mchungaji au mhudumu wa kanisa. Wewe unayahalalisha kwa sababu unaogopa wanawake watakimbia ukiwaambia ukweli. Sababu wanawake ndio wanaoongoza kuwa wengi ndani ya kanisa. Mungu wa mbinguni asiyenipungukia naye nipa mahitaji yangu ya chakula ya kila siku. Hata wewe atakupa endapo utasimama katika kweli hii bila kuogopa. Mungu anayenilisha, hata wewe atakulisha. Usiogope kuambia watu ukweli eti wanawake watakimbia, eti utabaki kanisa lina mtu. Mungu atakulisha, Mungu atakupa. Mungu anayenipa anaweza kukupa na wewe. Sifa na utukufu apewe Mungu. Haya ni machukizo mbele za Mungu na ni dhambi yenye uzito ule sawa sawa na dhambi zozote tunazozijua. Kwa hiyo hawa nao kunawapoteza mchungaji, nataka nikwambie utahukumiwa kwayo. Ni vizuri kabisa ukawaambia watu ukweli, wao ndo wachague. Si unanielewa ndugu yangu? Wao ndo wachague. Usianze kwa ajili ya kuogopa si nini. Usifanye hivyo. Usifanye hivyo. Angalia Ufunuo Yohana sura ya 2 mstari wa 20. Lakini nina neno juu yako ya kwamba wamlizie yule mwanamke Yezebeli, yeye jitia nabii na kuwafundisha watumishi wangu na kuwapoteza, ili wazini na kula vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu. Kwa nini unamruhusu Yezebeli alifundishe kanisa? Hii ni roho ya Yezebeli ya mamlaka. Ni roho ya Yezebeli inayotembea ndani ya kanisa la leo. Lakini unaweza kuniuliza, mtumishi wa Mungu, je, wanawake wanaofanya hivyo Mungu hayupo nao? Hayupo pamoja nao? Ndugu, nataka unisikilize hivi. Ni siri kubwa imekaa hapo na imejificha na watu wengi hawajui. Watu wengi hawajui siri iliyokaa hapo, ambao watu wengi hawajui. Wanapoona mtu anatenda miujiza, wanapoona mtu anahubiri vizuri na watu wanampigia makofi, vipofu wanaona, viwete wanatembea, unabii unatolewa na anasema nimeona na maono, Mungu amenitokea. Na kweli ameona maono ni ya kweli, na anahubiri vya kweli, na anahubiri utakatifu, lakini amekaa ni mchungaji wa kanisa, wakizani ndio uthibitisho kuwa mtu huyo yupo katika njia sahihi. Biblia inasemaje? Biblia inasema katika Mathayo sura ya 7. Kitabu cha Mathayo sura ya 7. Mstari wa 22. Angalia. Wengi wataniambia siku ile, Bwana, Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako, na kwa jina lako kutoa pepo, na kwa jina lako kufanya miujiza mingi? Ndipo nitawaambia dhahiri, sikuwajua ninyi. Kama ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu.
basi kila sikie hayo maneno yangu na kuyafanya atafananishwa na mtu mwenye akili aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Sikiliza hapa. Kwa maana yake nini? Sio kila mtu, na hapa tunaona kuwa haijalishi unatenda miujiza kiasi gani, uthibitisho pekee wa Mungu kuwa na wewe ni kuyatenda mapenzi ya Mungu, ambao ni kuishi katika neno lake, na neno lake ndilo hili. Timotheo wa kwanza sura ile ya 2, hilo ndio neno lake. Timotheo wa kwanza sura ile ya 2 kuanzia mstari wa 10, neno lake inasemaje? Inasema hivi, bali Timotheo wa kwanza sura ya 2 mstari wa 10. Mstari wa 10 anasemaje? Bali kwa matendo mema katika kama iwapasavyo wanawake wanaokiri uchaji wa Mungu. Mwanamke najifunze katika utulivu, akitii kwa kila namna. Simpi mwanamke ruhusa ya kufundisha wala kumtawala mwanaume, bali awe katika utulivu. Hilo ndo neno. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza kaniuliza, je, kazi ya mwanamke ni ipi katika kanisa? Hilo ni swali zuri sana ambalo ningependa nikwambie. Kuna zile kalama ambazo tunazijua Mungu alizitoa kwa wote, kwa mwanaume na kwa mwanamke. Ijulikane kuwa kalama ni tofauti na zile huduma. Japo zile huduma nazo zinaitwa ni kalama, ambazo ni vipaji ambavyo Mungu ametoa. Nazo zinaitwa kalama, lakini ni tofauti ambazo ndo hizi huduma. Kuna hizi za Wakorintho wa kwanza 12 kuanzia mstari wa 4. Wakorintho wa kwanza 12 kuanzia mstari wa 4 ameeleza pale tena pana tofauti za karama, lakini Roho ni yeye yule amgee kila mtu kama apendavyo. Amestaja zile karama. Mungu anaweza kumtumia mwanamke kutoa unabii, ujumbe katika kanisa, lakini sio kufundisha. Mungu anaweza kumtumia mwanamke kuponya wagonjwa, kunena kwa lugha, kutoa unabii. Hizi zote ni karama za Mungu na anaweza kumtumia yeyote. Lakini zile huduma 5, yaani mitume, manabii, wainjilisti, walimu na wachungaji, ikiwemo na mashemasi, hizi ni huduma za uongozi wa kanisa na hazimruhusu mwanamke hata kidogo. Hazimuhusu mwanamke hata kidogo. Wanawake wanapaswa kujifunza kwa kuuliza maswali kwa mtu yoyote, ikiwemo mchungaji wake, yahusuyo masuala ya nini? Masuala yake ya kiroho, na pia kuruhusu kalama za Mungu kutenda kazi ndani yake. Kwa wanawake wanatakiwa kuruhusu kalama za Mungu zitende kazi ndani yake, ikiwemo kunena kwa lugha, kutoa unabii, uponyaji, ishara na miujiza, ndoto, kumsifu Mungu na kumwimbia Mungu wao na kushuhudia kwa jinsi Mungu atakavyo wajalia. Nisikilize vizuri. Isipokuwa kufundisha ndani ya kanisa au kuhubiri kanisani au kumtawala mwanaume kwa namna yoyote, hata kama ni nyumbani kwake, ni kanisani, haruhusiwi kumtawala, kwa sababu mwanaume, kichwa cha kila mwanaume ni Kristo. Acha nirudi hapa nikuonyesha hapa. Najua watu wengi sio wanapotosha maandiko sababu hawasomi kama yalivyo. Lakini nataka mjue Wakorintho wa kwanza 11 kuanzia mstari wa 3. Lakini nataka mjue ya kuwa kichwa cha kila mwanaume ni Kristo. Umenielewa hapo? Mstari wa 3. Kichwa cha kila mwanaume ni nani? Ni Kristo. Na kichwa cha mwanamke ni mwanaume, na kichwa cha Kristo ni Mungu. Umeona sasa hapo? Hutakiwi kumtawala. Kichwa cha kila mwanaume ni Kristo. Haleluya kanisa. Haleluya wana Mungu. Kwa hiyo angalia anachokisema. Kwa hiyo nimekwambia isipokuwa kufundisha na kuhubiri kanisani au kumtawala mwanaume kwa namna yoyote, na kufungua huduma na kujiita mimi mchungaji, mimi mwinjilisti, anaitwa mwinjilisti, au askofu au mwalimu au mtume, ni makosa. Kama ulishawahi kufanya hivyo pasipo kujua, jirekebishe na ukae katika nafasi uliyoitiwa. Narudia tena, kama mwanamke unanisikiliza ulishawahi kufanya hivyo pasipo kujua, jirekebishe na ukae katika nafasi uliyoitiwa. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Ni mimi mtumwa wa Bwana, Mchungaji Geoffrey Kaputa. Barikiwe sana, na hilo ndo neno la Bwana. Naendelea tu kuwabariki, na Mungu awabariki wote mnaoendelea kusapoti huduma hii.
ni kuombe ambaye Bwana anajua tunasaidiana sisi tu viungo vya Kristo. Wewe ambaye Bwana amekupa fedha na mimi Bwana amenipa ujumbe, Bwana amenipa karama hizi za kufundisha na kuambia watu kweli, usisite kusupport kwa fedha zako ili mimi niwafikie watu wengi zaidi. Kama unaweza kanifungulia milango huko uliko kwa ajili ya kuhubiria watu wengi zaidi, niko tayari. Kwa hiyo usisite kusupport huduma hii ili niwafikie watu wengi zaidi na zaidi na zaidi. Kwa hiyo wewe ambao Mungu amekubariki